Kwa jina naitwa Goodluck Asaf Mlinga, mbunge wa Ulanga, mbunge ambaye nilichaguliwa mwaka 2015. Bunge la sasa hivi ambalo linaendelea naona liko vizuri sana, na katika kipindi chetu cha miaka 5 tumejitahidi kuisimamia serikali kubuni na kuanzisha miradi ya kimkakati. Yani miradi ya kimkakati kwa maana ipi? Ile miradi sio tu kwa maendeleo ya sasa hivi, ni kwa maendeleo ya Tanzania leo na Tanzania ya kesho. Kama miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya reli na mambo mengine. Nilisema bungeni tupakatani kwa maana ipi? Wabunge wa upinzani walitoka bungeni kwa sababu kuna wabunge ambao wamefariki kwa ugonjwa wa corona. Lakini ukiangalia mazingira ya bunge letu yako salama sana. Kwanza utamaduni wa ukaaji katika viti uko tofauti na zamani. Sasa hivi baada ya kiti kimoja ndio anakaa mbunge, na kuna vitakasa mikono kila kona kila kwenye ukuta kuna vitakasa mikono. Kwa hiyo mazingira ya mbunge kama na corona kumambukiza mengine ni magumu mno. Sasa tungekuwa na vitu kama kupakatana hivyo sawa, tungesema bunge letu mazingira yake ni hatari, lakini hamna mbunge anayemgusa mbunge mwingine. Sio sahihi. Na kwa upande wangu, kwa umri wangu mdogo, sawa, nimeshuhudia mambo mengi mabaya ambayo yanafanywa na wapinzani. Kwa mfano mzuri ni janga hili hapa. Corona ni janga, sio la Tanzania tu, ni janga la kidunia. Sawa. Kwa hiyo tunapotaka mkakati wa kupambana nalo, tunatakiwa tuwe serious, tuachane na masuala ya siasa. Sasa wao wanaleta siasa kwenye masuala. Kwa mfano, walisema Dar es Salaam iwe lockdown. Sawa. Lakini wenyewe baada ya kuondoka hapo wote wameenda Dar es Salaam, ambao wamesema Dar es Salaam ifungwe. Sasa je, ingefungwa wao wangeweza kwenda Dar es Salaam? Na kama Dar es Salaam ni hatari, kwa nini wote wamekimbilia Dar es Salaam? Umeona? Kwa hiyo mgomo wao sio sahihi, ni wanafanya siasa, lakini ni kipindi kibaya ambacho hawataki kuleta mzaa kwenye masuala kama hayo ya nchi. Nimeiona hiyo picha, kwa kweli ni matumizi mabaya. Kwanza kwa kiongozi kama mbunge, pili kwa umri wake, tatu kwa jinsia yake, na nne yeye kama mwanasheria. Ni matumizi mabaya sijapata kuona ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu amechukua picha ya rais ya muda mrefu, amefananisha na hali iliyoko sasa hivi. Ile ni sawasawa na waandishi ambao waliweka picha ya Magufuli, Rais Magufuli akiwa ananunua samaki sokoni, na kufananisha na kipindi hiki ambacho kinaendelea. Kwa kweli pale hakumtendea haki rais, na ukosefu wa adabu wa rais wetu wa nchi. Kama kiongozi wa nchi amemkosea sana. Pesa nataka kama amemsifia, kwa maana viongozi wakuu wawili wa vyama. Hapana. Ile ni dhihaka. Ziko picha nyingi za Mbowe online, iko picha ya Mbowe anamkisi mke wake, tukiweka kwa sasa hivi itakuwa ni kumfedhesha. Iko picha za Halima Mdee anamkisi Esther Bulaya, tukiziweka sasa hivi itakuwa ni kumdhalilisha, tutakuwa tujatendea haki. Kwa hiyo viko vitu vingi ambavyo tunaweza tukafananisha, lakini hatutaki kufananisha kulingana na mazingira sasa hivi ambayo yako. Kwa kweli kwenye jimbo langu la Ulanga nimewatendea haki. Kama mnavyoniona bungeni ni machachari, na hata kwenye jimbo langu ni hivyo hivyo. Moja, kwa mfano kwenye jimbo langu, jimbo ambalo wafugaji wanaingia sana kwa sababu lina rutuba na hali ya hewa ni nzuri, lina rutuba sana. Kwa hiyo wafugaji wengi wameanza kuingia Ulanga kwa kipindi cha miaka 5, msio makundi makubwa ya wafugaji. Sasa kulikuwa na shida kubwa sana ya ardhi. Migogoro ya ardhi ikawa mingi, na wananchi wengi, kwa sababu kule hatulimi sana, maeneo mengi tulikuwa tunauza. Sasa nikaona wananchi wangu wa Ulanga watakosa maeneo. Nikapeleka mradi wa upimaji ambao ardhi yote ya Ulanga imepimwa bure na watu wamepewa hati bure. Kwa hiyo kila mwananchi saizi anamiliki hati. Kwa hiyo kuna migogoro ya ardhi nimeweza kupambana nalo hivyo wananchi wangu. Na ukifanya hiyo research study kwa Tanzania, hakuna sehemu ambayo imepimwa kama jimbo langu. Yaani wamepima jimbo lote. Kila kipande cha ardhi kimepimwa na mmiliki amepewa hati bila kuchangia hata shilingi moja. Pili, nikapeleka mahakama ya ardhi. Sasa hizi Ulanga zile kesi chache za ardhi zilizokuepo, kuna mahakama ya ardhi na mwenyekiti. Kwa hiyo kesi za ardhi zinatatuliwa kule, kitu ambacho hakikuepo mwanzo. Kuna jambo la elimu, nimeboresha sana miundombinu ya elimu. Nimepata pesa nyingi sana kutoka kwenye miradi ya World Bank ya AP4R. Nimeanzisha shule za advance 2 kwa sababu ulikuwa na shida. Unajua kule tuna shule nyingi za level za sekondari. Sasa wanafunzi walikuwa wakifaulu walikuwa wanapata shida kwenda kupangia katika mikoa ya mbali kama Kigoma, Mwanza, Iringa, Mbeya. Sasa kulingana na kipato cha wananchi wetu kiko duni, wazazi walikuwa wanapata shida. Lakini sasa hivi tumeanzisha shule 2 za kidato cha 5 na 6.
Tumeanzisha mabweni mengi ya kutosha, na hata ukifuatilia ufaulu wa Ulanga ni kubwa na kikubwa kuliko, kwa sababu wanafunzi walikuwa na faulu kwa mwaka wanamaliza form 4 ni 1000 hadi 1200. Wanaoenda kidato cha 5 walikuwa hawazidi 300. Kwa hiyo wananchi wengine walikuwa wanabaki mtaani. Kwa hiyo tukasema tufanyeje? Tukaiomba serikali ikakubali, imetupa pesa kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha VETA, na ujenzi huo umeshaanza. Kwa hiyo wale wanaobaki sasa hivi, wale wamaliza darasa la 7 ambao hawataki kuendelea, na wale wanaomaliza form 4 ambao hawajapata ufaulu mzuri, wote wanaingia VETA. Kwa hiyo kwenye masuala ya elimu mambo yangu yamekaa vizuri. Waratibu wa elimu wote sasa hivi wana vyombo vya usafiri, tumepata gari kwa ajili ya afisa elimu, tumepata gari kwa ajili ya uratibu wa elimu. Kwa hiyo mambo ya kuna upande wa elimu mambo yako bamba. Tukija kwenye upande wa afya, wakati naingia, unajua serikali yetu mchakato wake sasa hivi kuboresha miundombinu imeanzia kuunganisha mikoa yote kwa viwango vya lami. Sasa mimi kwangu ndani ya wilaya bala miundombinu sio mizuri. Kwa hiyo kukawa na shida kubwa sana ya magari ya wagonjwa. Kwa sababu mgonjwa kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine ikawa miziki. Kwa kupata magari, issue kubwa ikawa kupata magari. Nilinunua gari la kwanza kwa pesa yangu mimi mwenyewe, nitawaonyesha na picha. Nikatafuta scraper ya gari nyingine nikaitengeneza kwa milioni 37, ikawa gari ya pili. Na juzi tu nimepewa gari nyingine ambulance ya 3. Kwa hiyo na magari 3 ya wagonjwa. Hii nadhani ukifananisha katika majimbo yetu Tanzania hakuna na magari 3 ya wagonjwa. Pia kwenye miradi ya afya hiyo nimepata vituo viwili vya afya. Kituo cha afya cha Lupiro kimeboreshwa, kimekuwa cha kisasa kabisa, ambao upasuaji unafanyika pale pale. Kuna kituo cha afya cha Mwaya, na pia katika hospitali ya wilaya tumepata zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya uboreshaji na ukarabati wa hospitali ya wilaya. Kwa hiyo kuna upande wa afya mambo yanaendelea vizuri kabisa. Na nimepata katika bajeti ambayo nimeipitisha juzi, tumepata pesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Iragua. Kwa hiyo mimi katika hii miaka 5 ikiisha, katika jimbo langu la Ulanga kutakuwa na vituo vilivyo bora 4 vya afya. Kuna upande wa kilimo hivyo. Kuna upande wa kilimo Mheshimiwa Rais ametusaidia. Unajua majimbo yetu sisi 90% hadi 95% ni wakulima. Na ulimaji wao ni mazao madogo, na hata chakula wanategemea kupata kwenye hicho kilimo. Mwanzo ilikuwa mkulima kilima kagunia kake kamoja, akibeba mgongoni anakutana na watu wanamtoza ushuru, anakadebe kake kamoja. Ile Mheshimiwa Rais ametusaidia, na mimi kwangu naisimamia kweli. Kwa hiyo wakulima wenye mazao chini ya tani moja hawalipi ushuru. Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa sana kwenye danili yetu ya kilimo. Pia mazao ya kimkakati, kwa mfano korosho tumehamasisha ulimaji wa korosho, ufuta na mazao mengine. Kwa hiyo kwenye upande wa kilimo tumejitahidi sana. Swala la barabara ni changamoto, na barabara ukiangalia kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, barabara ziko zinazojengwa za kimkakati. Kuelekea jimboni kwangu ukitoka Mikumi unafika Ruaha kuja mpaka Ifakara, yani kwa maana ya Kidatu. Serikali imetoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami milioni 109. Sawa. Hiyo barabara inaenda jimboni kwangu milioni 109. Ikimaliza hiyo hapo inatoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa barabara kutoka Ifakara mpaka Maenge ambayo ni kilomita 74. Na yenyewe itakuwa karibia bilioni 100. Na ukiacha hiyo tu, ujenzi wa daraja la mto Kilombero ambao sasa hivi linaitwa daraja la Magufuli, wenyewe ni mashahidi ambao tumelifungua mwaka juzi. Zote hizo ni juhudi ambazo zimefanyika. Ile daraja limegharimu bilioni 64. Yote hiyo katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo upande wa miundombinu tumejitahidi, lakini kama nilivyosema, sera ya serikali ni kuunganisha barabara zote za mikoa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo naamini wakimaliza hiyo wataanza sasa barabara za ndani katika wilaya zetu, lakini barabara zimeendelea kukarabatiwa. Kwenye swala la umeme jimboni kwangu liko vizuri, na mimi nilijitahidi. Kama mmefuatilia katika bunge, mimi ndo niliomba muongozo na maelekezo kwa spika, kwa wananchi wetu wamekuwa wakipigwa sana kwenye gharama za umeme. Unakuta serikali inasema umeme 27,000, rais anasema 27,000, waziri mkuu 27,000. Lakini ukija kwenye uhalisia watu wa TANESCO wanawapiga sana wananchi wetu. Kwa hiyo mimi nilipigania bungeni, na mpaka hata juzi waziri wakati anahitimisha bajeti yake aliendelea kusisitiza umeme ni shilingi 27,000. Na mimi katika vijiji vangu nimeendelea kupigania kuhakikisha mpaka namaliza muda wangu vijiji vote vitapata
umeme, na kwa kweli wanaendelea vizuri sana, na niwahakikishie wananchi wangu mpaka naondoka na hakikisha kila mwenye uwezo wa kuweka umeme atapatiwa umeme. Kwanza nimshukuru Mungu, katika jimbo langu mpaka sasa hivi hatujawahi kupata kesi. Na mimi mwenyewe binafsi nikishirikiana na uongozi wa wilaya, mkuu wangu wa wilaya Ngolo Malenya, tuna organize vifaa, tumeshapeleka ndoo za maji, vifaa kwa ajili ya madaktari, PPE, hizi maski na vitu vinginevyo kwa ajili ya tahadhari sasa na tumeshaandaa eneo la karantini kwa mtu yoyote ambaye suspect na wale contact, maeneo ya kuweka tayari ambayo tumeshaandaa. Lakini tunashukuru mpaka sasa hivi bado hatujapata kesi hata moja. Na niendelee kuasa tu wananchi, ndoo tulizopeleka, sabuni tulizopeleka, wajitahidi kunawa. Maelekezo kama wataalamu ambavyo wanaelekeza tufanye. Sawa, kama umefuatilia, kuna mbunge wa CUF ambaye yeye katangaza uamuzi wa kuhama CUF baada ya kuisha kwa muda. Ndio. Pengine kwa maamuzi haya ni sahihi, kama tuseme ameona nini kwa kipindi hiki, kwa kuona kwamba sisi ndio sehemu sahihi? Kimsingi sio tu kwa kipindi hiki, katika utendaji. Unajua wapinzani walikuwa na agenda ambazo rais wetu mpendo, maana anasema sio kila wanavyoviongea wapinzani ni vya kuvipuuza. Vingi alivichukua na amevifanyia kazi kweli kweli. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi lazima muwe na agenda. Kwa hiyo wanaangalia agenda gani ambayo Rais Magufuli ameiacha. Hakuna agenda, ni agenda ambayo ameiacha. Na hawana kitu cha kusimamia kwenye uchaguzi, wanapataje kula zaidi ya kurudi CCM. Na sio yeye wa kwanza, tumeshuhudia katika kipindi cha miaka miwili kumekuwa na idadi kubwa ya wananchi ambao walikuwa wanahama kutoka upinzani kuja CCM. Mimi bado naendelea kuwakaribisha wengine kwa sababu najua kwenye uchaguzi hawawezi wakafanikiwa kupata hata mbunge mmoja, wala kula hata hizo za rais hawezi wakapata kabisa. Kwa hiyo wanapokuja na mimi nichukue fursa hii kuendelea kuwakaribisha. Rais Magufuli kwanza, tofauti na watu wanavyomuelewa, hakuwahi kutokea rais mpole kama Magufuli katika nchi yetu. Hakuwahi kutokea na rais mpole kama Magufuli. Na hata unapokosea ukimuomba radhi anakubali. Tumeshuhudia kuna watu walimkosea rais wakamuomba radhi na akawasamehe. Hakuna kiongozi kama Magufuli. Ni kiongozi ambaye anapenda wanyonge. Siku zote makelele yake, nguvu zake zote anapeleka katika kuwapigania wale wa Tanzania wanyonge kabisa ambao wana uwezo wa chini. Na ndio maana umeona akiwa amepambana na wafanya biashara wa kuipa kodi, mafisadi wote saizi wako jela. Kwa hiyo ni rais ambaye anapenda mtu ambaye anakili. Tumeshuhudia hata wale watu ambao wamehujumu, wameiba pesa zetu za Watanzania, ambao walikiri kurudisha hizo pesa, amewasamehe, amemuomba DPP awasamehe watu. Haijawahi kupata kutokea katika uongozi wetu, hata historia ya uongozi wetu wa Tanzania, rais ambaye anasamehe hata watu ambao wamekosea. Mimi mbali na ubunge kwanza watu wengi wanajua nilikuja tu moja kwa moja kwenye siasa. Mimi kabla ya kuwa mbunge nilikuwa mfanyakazi wa serikali. Nafanya kazi, nilikuwa afisa tawala, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kama mtumishi shirika la bima la afya la taifa, ndio nikaja kwenye ubunge. Lakini ukiondoa tu ya ubunge, mimi ni mfanyabiashara, machinga Kariakoo, na duka la viatu. Kwa hiyo napoondokaga hapa weekend na kwa Kariakoo pale napiga 1-2. Pia ni mchimbaji wa kati. Kuna wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Mimi ni mchimbaji wa madini, mchimbaji wa rubi na mgodi huko jimboni kwangu, mgodi mkubwa tu, nachimba madini ya vito. Kwa hiyo watu wasije kujua tu mimi nakaa napiga siasa, hapana. Pia mimi ni mfanyabiashara wa madini na pia ni mlanguzi wa viatu pale Kariakoo. Kijana sio kwamba ni msela, ni kijana. Unajua kijana kuna mambo ambayo huwezi ukayakwepa. Kwanza shughuli ya ubunge na ukichanganya na hivi vitu vetu vingine, lakini nimejitahidi kupambana nayo. Kwanza watu wengi huwa hawaamini yale maisha ambayo unaishi nayo. Wanaona kama unawachola kwa lugha ya Kiswahili ya mtaani, wanasema bwana huyu anatuchola. Anakuja huko kama kupoteza muda. Kwa hiyo ushirikiano unakuta ni mdogo. Ushirikiano kutoka kwa watu wengine kuwa hawaamini kile unachokifanya. Hizo ni changamoto. Na hata kama mtu unataka kufanya naye biashara anaona haweki nguvu zake za kutosha kwako, anajua wewe kuwa unafanya ile kama kitu chako cha ziada tu, kuwa sio malengo yake wale, labda una malengo mengine. Kwa hizo hizi ni changamoto ambazo
tunapambana nazo katika shughuli zetu zingine na maisha yetu ya kawaida, kwa kila kitu unachokifanya mtaani hawaamini kweli ni wewe halisi. Wanaamini labda kuwa una malengo mengine, sio malengo yale ambayo wao, na labda kuwa na wewe unahemea maisha, hawaamini hilo. Kwa mazingira yangu nilionao sasa hivi, mzigo nilionao unanitosha. Kwa sababu kuna vitu vingi na vitamani naona nikiwa waziri nitavikosa. Kama kuchangamana na masela mtaani, kufanya vitu vingine, yani kuwahudumia wananchi wangu vizuri. Yani kuna maisha ambayo nimeyazoea, ambayo nikapata ikatokea bahati mbaya nikapewa hiyo nafasi, itanipa maisha magumu sana. Nitakuwa katika wakati mgumu sana. Nitatekeleza kwa sababu ni kiongozi wangu kwanza ni kiongozi wangu wa chama, pili ni rais wa nchi. Nitayafanya vizuri, lakini nitayafanya katika mazingira magumu sana. Mimi rai yangu kwa wananchi, kwanza kwenye janga hili la corona, tufuate maelekezo ya wataalamu. Unajua maelekezo ya wataalamu ni wataalamu. Majanga watu wamesomea majanga, jinsi ya kuishi na majanga. Kuna wataalamu kabisa. Mimi nilisoma public administration, kuna course inaitwa disaster management, jinsi ya kumanage majanga. Kwa hiyo wanasiasa tuachie wataalamu wafanye kazi yao ya kitaalamu. Sio kila mtu anaweza akatoa maelekezo jinsi ya kupambana na corona. Tuachie wataalamu. Hilo la kwanza. Kwa hiyo Watanzania tuwe wamoja kwenye hili hapa, na tusikilize wataalamu na viongozi wetu. Kwa sababu viongozi wetu kauli wanazozitoa sio kwamba wao wanakurupuka, wanafuata maelekezo ya wataalamu. Pili, tunaelekea kwenye uchaguzi. Nilikuwa na wasa wananchi, uchaguzi kwanza isiwe jukwaa la kututenganisha. Mimi naamini kwa mfano kwenye chama chetu tumefanya vizuri sana. Rais wetu amefanya vizuri sana na amesimamia nchi yetu. Kwa mimi naomba wananchi wampigie kura nyingi sana rais wetu, wampigie kura nyingi sana CCM. Na wananchi wangu wa Ulanga niwaambie mimi bado nipo. Wenyewe kwa Kiswahili wanasema bado nipo sana. Kwa hiyo hivyo ukifika muda wa kuomba ridhaa, nitaomba ridhaa wanipigie kura kwa wingi kabisa.